Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ameripotiwa kutembelea mkoa wa Kursk huko nchini Urusi katika ziara yake ya kwanza kabisa tangu kutangazwa kwa ukombozi wa mkoa huo, ambako mwezi wa 4 tarehe 26 ilitangaza kwamba Urusi ilikuwa tayari imefanikiwa kurudisha eneo lote la Kursk, licha ya ripoti ya kwamba kulikuwa na baadhi ya wanajeshi wa Ukraine waliokuwa wakishikilia maeneo machache kama vitongoji viwili ambavyo pia viliweza kuripotiwa ya kwamba wanajeshi hao kutoka nchini Ukraine bado wamesalia katika eneo hilo. Hivyo katika undani wa taarifa hii utasikia pia ziara ya Putin huko Kursk kwamba ilikuwa imeweza kulenga nini, na baada tu ya taarifa hiyo utasikia pia taarifa nyingine kuhusu wanajeshi wa Ukraine takriban 6 wameweza kuuawa na wengine 10 kujeruhiwa na shambulizi la kombora la Urusi huko mkoani Sami, jirani kabisa na mkoa wa Kursk nchini Urusi. Unaweza pia ukabonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili pia ripoti zote ambazo nimekuwa nikiziweka hapa uweze kunazipata kwa muda mwafaka kabisa kila siku na kila wakati. Pia kama JMTV imekuwa pia ikikufahamisha ripoti nyingi hasa kutoka kimataifa. Nikianza na ziara ya Putin huko mkoani Kursk nchini Urusi, imeelezwa kwamba rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin alitembelea huko mkoani Kursk. Kremlin, ikulu ya Urusi, imesema leo hii Mei 21, ikiashiria ziara yake ya kwanza inayojulikana tangu Moscow itangaza kuwa ilichukua tena mkoa wa Kursk mpakani mwa Ukraine jirani na Sami kutoka kwa vikosi vya Ukraine. Urusi inakumbukwa ilisema tarehe 26 mwezi wa 4 ya kwamba ilikuwa imekamilisha kabisa operation yake ya kukomboa mkoa wa Kursk, ambapo Ukraine ilikanusha madai hayo ikisema ya kwamba mapigano makali yalikuwa yakiendelea katika baadhi ya maeneo katika jimbo hilo. Katika ziara yake hiyo, Putin alikutana na kaimu gavana anayefahamika kama Alexander Kinstein, wakuu wa manispaa za mitaa na wanachama wa mashirika ya kujitolea. Pia alitembelea eneo la Kursk Nuclear Power Plant. Huduma ya vyombo vya habari vya Kremlin ilisema hivyo, ambako tarehe kamili ya ziara hiyo haikubainishwa rasmi. Rais wa Urusi hapo awali alitembelea mkoa wa Kursk mwezi Machi, ambayo ilikuwa safari yake ya kwanza katika eneo hilo tangu Ukraine ilipoanza uvamizi wake msimu wa joto uliopita. Inakumbukwa Ukraine ilianzisha uvamizi huo wa kuvuka mpaka kuelekea jimbo la Kursk nchini Urusi mwezi Agosti 2024, kuashiria uvamizi wa kwanza mkubwa wa eneo la Urusi na vikosi vya kigeni tangu vita vya pili vya dunia. Operation hiyo iliweza kulenga kuvuruga hujuma iliyopangwa ya Urusi kuelekea jirani kabisa na mkoa wa Sami na kuwaondoa wanajeshi wa Urusi kutoka eneo lililokabiliwa la Donetsk. Ikiimarishwa na wanajeshi wa Korea Kaskazini, Urusi ilianzisha msukumo wa kutoa tena eneo hilo mapema mwezi Machi, huku Ukraine ikilazimika kujiondoa kabisa kutoka sehemu kubwa ya eneo hilo, ambalo pia ikiwa ni pamoja na mji wa Odessa. Kulingana na kikundi cha ufuatiliaji cha Ukraine cha Deep State, kilisema ya kwamba vikosi vya Kiev bado vinashikilia nafasi ndogo katika vijiji vya huko Gonal na Oleshina. Licha ya tangazo la ushindi la Moscow katika eneo hilo, Putin pia alikubali tarehe 30 mwezi wa 4 ya kwamba kuna mabaki ya vikosi vya Ukraine yamesalia katika mkoa huo wa Kursk nchini humo. Na hiyo ndio taarifa ambayo imemhusu Putin kufanya ziara yake huko mkoani Kursk tangu kutangazwa kwa ukombozi wa mji huo, ambako maeneo mengi tayari yamerudishwa katika Urusi. Taarifa nyingine ambayo inatoka jirani kabisa na mkoa wa Kursk huko mkoani Sami nchini Ukraine, imeripotiwa ya kwamba wanajeshi 6 wa Ukraine wameuawa na wengine 10 kujeruhiwa na shambulizi la kombora la Urusi huko mkoani Sami, ambako shambulizi la kombora la Urusi dhidi ya safu ya ufyatuaji risasi huko mkoani Sami mnamo Mei 20 lilisababisha kuua wanajeshi 6 na kujeruhi zaidi ya 10, walinzi wa kitaifa wa Ukraine walisema hivyo. Uchunguzi rasmi kuhusu mkasa huo unaendelea, walinzi wa kitaifa walisema katika taarifa yao kuhusu shambulizi hilo. Amri ya walinzi wa kitaifa imeanzisha itifaki
na kutoa maagizo ya kujibu vitisho vya mashambulizi ya anga na kuzuia mkusanyiko usio wa lazima wa wafanyakazi. Kitengo hicho kimesema hivyo. Pia kamanda wa kikosi amesimamishwa kazi na taarifa muhimu zimepitishwa kwenye vyombo vya sheria. Shambulizi la kombora la Urusi lilishambulia jumuiya ya Shotika huko mkoani Sami mchana wa Mei 20 na kushambulia biashara. Utawala wa kijeshi wa eneo hilo umeripoti hivyo. Pia jeshi la wanahewa pia liliweza kutoa tahadhari kuhusu mashambulizi ya anga ya Urusi katika mikoa ya kaskazini mashariki mwa Ukraine, ambako pia shirika la habari la serikali la Urusi maarufu kama TASS lilisema ya kuwa uwanja wa mafunzo ya kijeshi wa Ukraine ulishambuliwa na kombora la Iskander. Ukraine na Urusi pia ni nadra sana kutambua mashambulizi yaliyofaulu kutoka kwa upande pinzani dhidi ya vituo vyao vya kijeshi na kambi zao za kijeshi. Wakati pia Urusi ikiendeleza mashambulizi yake huko nchini Ukraine, hasa huko mkoani Sami, pia taarifa ambayo imeripotiwa siku ya leo ni ya kwamba Ukraine pia ilifanikiwa kufanya shambulizi kubwa la ndege zisizo na rubani huko nchini Urusi, ambako ulinzi wa anga wa Urusi ulinasa ndege zisizo na rubani takribani 150 za Ukraine katika shambulio kubwa usiku wa Mei 21. Wizara ya ulinzi ya Urusi ilisema, huku vyanzo vingi vikiripoti mashambulio dhidi ya malengo ya viwanda. Mlipuko iliweza kuripotiwa katika maeneo ya huko Tula, Ryazan na Orol, huku afisa wa Ukraine anayefahamika kama Andrei Kovalenko akidai ya kwamba vituo vya kiwanda cha kijeshi cha Urusi vilishambuliwa na ndege zisizojulikana katika eneo la Orol. Gavana wa eneo hilo anayefahamika kama Andrei Krechikovi alidai ya kuwa shambulio hilo likusababisha uharibifu au hasara, ambapo ndege zisizo na rubani 53 za Ukraine zilidunguliwa usiku kucha. Wizara ya ulinzi ya Urusi ilisema hivyo kwenye jukwaa lake la kijamii la Telegram. Walengwa dhahiri wa shambulio hilo lilikuwa mtambo wa kutengeneza vifaa vya kuinua sauti katika mji wa Bolkovi. Maafisa wa Urusi pia hawakutoa maoni yoyote juu ya shambulio linalowezekana dhidi ya mtambo huo ambao umeidhinishwa na Washington tangu mwaka jana juu ya jukumu lake katika uwanja wa kijeshi na viwanda vya Moscow. Vizuizi vya muda vya ndege vilianzishwa katika viwanja vya ndege vya huko Yaroslavi, Kostroma na Kaluga, ambako pia jeshi la Ukraine halijatoa maoni yoyote kuhusu madai ya mashambulizi hayo. Ukraine mara kwa mara huzindua mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya vituo vya kijeshi na viwanda vya Urusi vilivyo nyuma ili kudhoofisha tu uwezo wa Moscow wa kuendesha vita vyake vya kila pande.